masheke rapa shekeri masaya. Yesu, tunakushukuru kwa kuwa mambo yetu hayatabaki kama yalivyokuwa. Ule unyonge tulikuwa nao hautakuwa hivyo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, na watoto wako wanapaswa kuwa na nguvu. Wewe ni tajiri, na watoto wako wanapaswa kuwa matajiri. Rapa sheke, wewe una afya daima, huumwi. Yesu, na watoto wako tutakuwa na afya. Wewe una heshima na umeketi kwenye kiti cha enzi, na watoto wako utatuketisha kwenye viti vya heshima. Baba, tunakushukuru. Wewe Bwana huna mvurugano. Wewe ni mtakatifu, na watoto wako tutakuwa watakatifu. Utatusaidia katika udhaifu wetu. Ndio maana tumekuja kwako leo. Utatusaidia, utatutoa kuwa mateka, kuwa mawindo ya adui na watu wake. Baba, sisi ni uzao mteule. Rapa sheki rima masaya, taifa teule, watu wa miliki yako. Bwana, tunakushukuru. Ninaposoma maneno yako machache, naomba utuhudumie Bwana, na yabadilishe maisha yetu, kwa kuwa wewe unalituma neno litutoe katika maangamizi. Katika jina la Yesu, sema neno moja tu Bwana, na mimi nitapona katika jina la Yesu. Oh, asante. Sema neno moja Jehova, nami nitapona. Ukishuka shuka na neno, shuka na neno. Rapa shaka. Fungua kitabu chako cha Luka sura ya 5. Rama mashike rima masaya. Luka sura ya 5. Ripa sheke mstari ule wa 4. Biblia nasema, hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Na hilo ndilo neno la Bwana. Nataka niseme kitu kimoja kabla sijaanza kuhubiri. Hii ni habari ya wanafunzi wa Yesu waliokuwa na shughuli ya uvuvi katika ziwa Nazareti, wakati wa Yesu akiwepo duniani, akitembea huku na huko kuhubiri habari njema. Siku moja anapanda kwenye chombo cha kina Petro, akawafundisha neno la Mungu, lakini akagundua hali yao ya kiuchumi ilikuwa mbaya, kwa sababu shughuli zao zilikuwa zimeathiriwa. Walikuwa wamekesha usiku mzima na hawakupata kitu. Yesu akiwa ni Mungu anayejua yote, hatujaona sehemu akimwambia tumekwama, lakini aliwaambia, naomba chukueni nyavu zenu, twekeni mpaka kilindini. Petro anaanza kujitetea kwa uzoefu wake, kwa sababu yeye ni mvuvi wa siku nyingi. Anasema, Bwana mkubwa, tumekesha tukupata kitu, lakini akatii kitu kimoja, ndicho kilichomsaidia. Kwa neno lako tutafanya hivyo. Mwambie jirani yako, kwa neno lako nitakalolisikia leo nitafanya hivyo.
Ili nimelisoma ni neno la utangulizi. Sitahubiri kwa habari ya hizi, ila nimetaka nikuonyeshe waliotii neno moja tu likitoka kinywani mwa Yesu, ukiliamini na kulifata, linabadilisha maisha yako, linabadilisha maisha yangu. Na hata hivyo ushahidi tunao, kama walivyoimba watu wa praise, kwamba nimethibitisha neno lako ni kweli. Hata kuwepo kwako hapa, kama umeokoka, hukuzaliwa umeokoka, ulisikia neno kwa habari ya msamaha wa dhambi ukaliamini, na tangu ulipoamini ukapiga magoti ukaongozwa sala ya toba, ulibadilisha mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo huo ni ushahidi tosha kwamba neno la Mungu moja tukiliamini ukachukua hatua, huo linabadilisha maisha yetu. Jamani, amina. Jamani, amina. Nione watu waliokombolewa na Bwana wakishangilia kwa Bwana. Naomba ukae mkao wa kula. Liko neno leo la kututoa tulipokwama. Ndio maana nimeanza na utangulizi, tuone wenzetu walikwama kwenye uchumi wao. Yamkini umekwama kwenye familia yako. Familia mnaishi pasipo kuelewana, ndugu na ndugu hamsalimiani, mme na mke mambo si mambo, mme na watoto hamuelewani pale nyumbani. Lakini pia mambo yako ya uchumi hayaendi, mambo yako ya kiafya hayaendi. Lakini nataka nikwambie, yuko Mungu akisema neno moja tukaliamini, maisha yanabadilika. Kipato chako umekichoka, umemwambia Bwana yatosha, nahitaji uniongeze kipato. Lakini kile ukitaka kupiga hatua, adui anakurudisha nyuma, mambo yanainuka. Nataka nikwambie leo tunatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Maana Mungu wetu ni Mungu wa maongezeko, na huu ni mwaka mpya ametuongeza, lazima tuongezeke. Tulikuwa wawili kwenye familia, lazima tuongezeke tuwe wengi. Tulikuwa watatu, lazima tuwe wanne, katika jina la Yesu aliye hai. Usiamini, wewe endelea kutokuamini. Wenzio watakapoamini na kurusha nyavu zao, watavua samaki, utabaki unashangaa. Petro akatii lile neno, wakatupa nyavu zao. Biblia anasema walipata samaki wengi, hata nyavu zikaanza kukatika, kitu ambacho hakukitarajia. Nataka nikwambie neno moja, akilisema Yesu ni Mungu, yeye akisema imekuwa, na ahadi zake ni kweli na amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Rama sheki. Hata kama umeuanza mwaka vibaya, haimaanishi utamaliza vibaya. Mengine yanatokea kutuchangamsha tu, mengine yanatokea kulithibitisha neno. Nimekuwa kwenye kipindi cha wiki 3, mtoto anaumwa. Najua wengine mko hamjui, wengine wanasema mbona taarifa hujanipa, si nini. Kuna mambo yanachosha hata kuambia watu, unamwambia Yesu ashughulike mwenyewe. Jamani, amina. Jamani, amina. Kuna wakati unatulia, unatafakari ukuu wa Bwana. Nilishawaambia hapo, unajua tatizo likikufika, cha kwanza ujue ni la kwako. Usianze kutafuta wachawi. Mzee wa kanisa hapa, mke wake kaumwa karibu wiki nzima. Wengine si mko hamjui. Lakini hawezi kuja kulaumu eti hamjafika kwangu, si hamjanipigia simu. Kila mtu huko tunajua, kuna wewe huko mnavurugwa, au kila mtu ana changamoto zake. Ukimpata mtu akaja kukutia moyo, ushukuru Mungu. Jamani, mnanisikia nachosema? Na kuna watu si amkupiga simu wenyewe mnaanza kuusini, usijisikie vibaya. Mji huu tunaujua wote. Mimi mwenyewe aliyekuwa naumwa ni mtoto wangu. Kuna siku nilikuwa sipati nafasi ya kwenda kumuona, kwa sababu inabidi upite huku na huko, hizo bili upate kuzitoa. Jamani, amina. Jamani, amina. Tumeelewana wapendwa? Tujifunze pia kumtegemea Mungu. Somo letu la leo linasema urejesho wa yaliyoibiwa au tuliyopoteza. Urejesho wa tuliyopoteza. Urejesho wa tuliyoyapoteza.
tunaposoma neno urejesho, wazungu wanasema restoration, maana yake ni kurudisha vitu kwa mwenyewe au mahali pake au katika hali yake ya awali. Unanielewa ninachosema? Tunaposema urejesho ni kuhakikisha kitu fulani ulikuwa unajua hii madhabahu inatakiwa ikae hapo, unaikuta pale, unairudisha sehemu yake. Huo unaitwa nini? Urejesho. Leo Mungu amenipa hili neno, anataka aturejeshe yale mambo tumepoteza. Mahali hapa tumeketi, tuko watu wengi, lakini pia wanaofuatilia kwa njia ya mtandao, na kila mmoja hapa tukianza kuhojiana interview, kila mtu ana hitaji lake. Yaani hapo usione hivi wengine wana mashavu makubwa, wengine tu ni baraka, ila wana matatizo makubwa kuliko hata wewe uliyekonda. Pako unasema huyu mama bonge anapataje nguvu ya kunenepa? Ni neema tu inayotutunza. So na ninachosema, kuna mtu hapo ukimuuliza akikueleza ya kwako, pako unachoka. Kwa hiyo hapa tunaposemea urejesho, kuna watu mambo yao ya kiuchumi yameharibiwa. Na tunapozungumzia urejesho wa mambo yaliyopotea, kuna mambo mawili. Kuna namna mbili ya mambo kuyapoteza. Namna ya kwanza ni kupitia kumtenda Mungu dhambi. Unapokuwa umemtenda dhambi, ushahidi wa maandiko unaniambia wana wa Israeli mara kwa mara Bwana aliwachukua na kuwapeleka kwenye mataifa mengine kuadhibiwa pale walipoiacha sheria yake. Aliwachukua na kuruhusu adui zao watawale malango yao, wakawa mateka. Ukisoma Biblia ya Kiswahili haitupi tafsiri nzuri sana, ila ukisoma ya Kiingereza inasema ni kutoka utumwani, na hao walikuwa ni mateka. Biblia ya Kiingereza inasema ni mateka, captives, ila ya Kiswahili tu inasema wana wa Israeli walipokuwa uhamishoni Bwana akawatokea. Yani haifafanui kama walikuwa ni watumwa, isipokuwa tu kitabu kile cha Kutoka walipokuwepo Misri. Jamani amina, jamani amina. Sasa namna ya kwanza, unapomtenda Mungu dhambi, kuna vitu shetani anapata uhalali, anakuondoa kwenye nafasi yako. Sawa sawa, tunarudi pale kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Utasoma kwa wakati wako, sio kifungu changu kwa leo. Walipomkosea Mungu, Adamu na Hawa walikuwa kwenye nafasi ya kukaa kwenye bustani ya Mungu inayoitwa bustani ya Edeni, ambako matunda ya mbalimbali yaliota pale, na wao kazi yao ilikuwa tu ni kupalilia. Habari ya kunyweshea miti, Mungu aliachilia mito minne. Ilikuwa epo mito minne ilikuwa inamwagilia ile bustani. Kazi yao ilikuwa tu ni kupalilia na kula na kunywa na kusalee. Lakini pia walikuwa na fursa ya kuwepo kwenye uwepo wa Bwana na nafasi ya kukutana na Mungu live kila jioni wakati wa jua kupunga. Walipotenda dhambi, Biblia inasema Mungu aliwafukuza pale. Si tulishasoma Kwa hiyo hicho ndicho kinachotokea. Tumekiona pia kwa habari ya vizazi mbalimbali vya wana wa Israeli. Walipomtenda Bwana dhambi, mahusiano yao na Mungu yalivunjika, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Unapoingiza dhambi, maana yake umeanza ushirika na Shetani ambaye ni adui mkuu wa Mungu, aliyetaka kujiinua kete awe sawa na Mungu, akashushwa chini kuzimu. Jamani amina. Kwa hiyo tunapotenda dhambi, tunaruhusu mlango wa adui kutuvamia, kutuibia vipawa vyetu. Kuna watu wameibiwa vipawa na kalama na huduma ambazo Mungu aliwapa baada ya kutenda dhambi. Kuna watu tumepata magonjwa baada ya kumtenda Mungu dhambi. Ndio maana ukisoma Zaburi ya 103 mstari wa 6 anasema, unisamehe dhambi zangu, makosa yangu, na uniponye magonjwa yangu. Kuna magonjwa mengine yanapona kwa kuomba sala ya toba.
nikae. Kuna magonjwa daktari bingwa hata ponya. Tunahitaji toba. Ndio maana tunapokutana na magumu tunahitaji kuwa watu wa kujikagua kwamba hivi hili ni mashambulizi ya shetani kwa kunionea au nimefungua mlango. Suna nielewa nachosema? Naweka huo utangulizi ili tuelewane. Maana wapendwa, tumekuwa tu ni shetani toka, muda mwingine sio shetani, tulimkaribisha wenyewe. Sasa kumtoa inakuwa ni ngumu wakati hatujapatana na Bwana mwenye nguvu anayeweza kumfukuza. Biashara zetu zinaweza zikaharibika kwa sababu tumeenda kinyume na mapenzi ya nani? Ya Bwana. Sauli ufalme wake ulifarakana na Mungu. Baada ya kwenda kinyume na maagizo ya Mungu akanyang'anywa kiti cha ufalme. Mbaya zaidi akapoteza. Kuna vita pia zinaweza kuinuka kwenye maisha yetu. Iwe vita ya kifamilia, vita ya uchumi, vita ya kiroho, vita ya kielimu inainuka. Unaanza kupigana, unashangaa unapigwa. Kumbe wewe upigani na Bwana, unachanganya mambo. Sauli alienda kwa mganga wa kienyeji wakati anamtegemea ni mtu wa Mungu. Kuna muda tunapigwa labda magonjwa au umepigwa mambo yameenda ndivyo sivyo. Tunakutanaga na washauri. Mimi sijui wewe, mimi wanakutana nao. Mimi wakati natafuta ajira nilikutana na bwana mmoja ananiambia kuna mtaalamu sehemu akikutengenezea unapata ajira, mtumishi wa Bwana. Jisaidie na Bwana atakusaidia. Ananipa maandiko wakati hata mlango wa kanisa haujui. Nikamwambia potelea mbali na ushauri wako. Ninamwabudu Bwana aliye hai, yeye aliyeruhusu nisome nikamaliza nikapata vyeti, atanipa kazi kwa wakati wake. Jamani, amina, amina. Sijui wewe unapopitia changamoto hupatagi hao washauri. Kuna watu unagombana, mpo kwenye confrontation na mume wako, wao wanasema si umwache tu uondoke, kwani ni huyo tu ndo Mungu wako. Na unasema eti ngoja nianze kukusanya nauli. Kusanya uivunje ndoa yako kwa mikono yako. Kumbe ulitakao usimama ukemee. Sasa ukibugi tu kaingia kwenye ule ushauri wa kishetani, unatandikwa haraka sana. Paka hapo simenielewa mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza wa kuibiwa vitu. Iwe ni huduma, iwe ni mali, iwe ni afya, iwe ni ndoa. Cha kwanza ni mlango dhambi. Lakini kitu cha pili Biblia inaniambia ni maonezi toka kwa shetani. Mlango wa pili wa kutufanya tuibiwe vitu. Ndio maana Mungu amekuja kutufundisha ili somo la kurejesha. Mlango mwingine unaweza usio umetenda dhambi, mtumishi wa Bwana, lakini mabaya yakakuandama. Mlango wa pili wa hayo mabaya yanayotoka kwa shetani kwa nguvu zote, yanayokuteka, inaweza ikawa ni maonezi. Adui anakuonea, unajikuta unapoteza haki zako. Unakumbuka mtu mmoja anaitwa Mordekai, mjomba wake na Esther. Aliwahi kuitetea serikali ya mfalme Ahasuero kwa sababu kulikuwa na watu wawili walitaka kupindua ufalme wake. Akasanua ule mpango wa wahaini. Achana na wahaini wa bongo, hana hata manati. Hawa walikuwa ni wafanyakazi wa ikulu. Biblia inasema kina Bigithana na Teresh walitaka kupindua ufalme wa mfalme Ahasuero. Kisha Mordekai akasanua dili akapeleka kwa mfalme. Na kumbe huyu Mordekai alitakiwa kwa sheria ya nchi ile, alitakiwa apewe zawadi ya cheo kikubwa sana na heshima kuu kwenye ile taifa. Lakini watu wakalificha faili lake. Kuna mtu umekaa hapa, umetenda mema katika ufalme wa Mungu, umetembea na Bwana vizuri, lakini haki zako hazitokei. Kwa sababu kuna mtu tu ametia kauzibe. Kazini unafanya kazi vizuri, unatembea na Mungu vizuri, promotion ikija watu wanaficha faili lako.
katika jina la Yesu leo watalitoa faili. Nakwambia watalitoa faili lako. Rika shaka, sikiliza anachosema. Kilitokea kwa Mordekai. Walificha faili kina Hamani, lakini dakika ya mwisho baada ya yale maombi ya siku 3 yalipopigwa, Mfalme Ahasuero hakulala usiku ule wa kukesha. Bwana akamkumbusha habari za Mordekai kwamba alisanua dili la wahaini na yeye alistahili kupewa heshima. Akaja asubuhi akauliza, huyu mtu alitendewa nini? Wanasema hamna alichofanyiwa, alisahaulika. Sio alisahaulika, watu walificha. Watu wanaficha haki yako. Kuna dili la biashara litakiwa pewe wewe, wenzio wanalizungusha mlango wa nyuma, wanasema hili sebabili alimfai, kaa zako pembeni, na wewe umekaa tu unakunywa supu. Kumbe watu huko wanaficha mambo yako. Leo lazima tuinuke, tudai haki zetu, turejeshe yaliyoibiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Ndoa yako inavurugika tu, unasema ndoa hivyo. Niliambiwa ndoa huwa zinasumbua. Endelea kusema hivyo. Wenzio tunakula bata, wewe endelea kukiri udhaifu. Zinasumbua kwa sababu gani? Lazima utafute sababu. Kama ni ya kujirekebisha ujirekebishe, kama ni ya kukemea unafanyaje? Si ndio maana ureje kwenye nafasi yako. Niliambiwa uko wetu huwa tunaharibu mimba. Sikiliza nikwambie, yuko Yehova aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Kwake hakuna aharibuye mimba katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama ukoo mzima wao wanaharibu, wao ni wao. Wewe ulishaokoka, ulishahamishwa ukoo. Wewe ni ukoo wa Yesu Kristo, simba wa kabila ya Yuda, na kwake hawaharibu mimba. Kwake wanazaa na wanadumu, na kwake hawafi wakiwa wadogo, wanakufa wakiwa umri mtimilifu. Kwa hiyo mlango wa pili ni maonezi. Kuna muda umeokoka hivi, lakini unashangaa tu vita huku na huku, mishale lengo, adui anataka atikise vitu. Jamani, amina. Sasa inshu ambao wanatupiga huaga hatujui inakuwaje hapa. Wetu unabaki unajua Bwana yupo atafanya. Sio atafanya. Muda mwingine fanyaga maombi ya vurugu huko, kudai haki zako kwa kuongozwa na maandiko. Tamka maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu kiyatamka katika roho na kweli yanafanyika halisia. Ukitamka, kumbuka dunia, Biblia inaniambia hapo mwanzo. Andika, ndo nimeanza hivyo. Mwanzo 1:1 mpaka 3. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Roho wa Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji, na dunia nzima ilikuwa giza tupu. Ndipo Bwana akaanza kutamka. Akatamka katika hali ya roho, na iwe hivi, inatokea. Na iwe hivi, inatokea. Ndiyo maana mtumishi wa Mungu akiwa hapa, hata wewe mwenyewe ukitamka vitu kwa kumaanisha, unaona wale wachawi wakienda kwenye vilinge vyao, wakisimama kwenye ile mimbari yao katika ulimwengu wao, akatamka vitu vinatokea. Unanielewa ninachosema? Ukitamka katika hali ya roho kwa mimi sitakufa nitaishi hata kama ninaumwa. Mwashangaa unaumwa wewe, watasema wanakukatia tamaa. Mwashangaa kesho wewe upo mzima, unaishiwa wewe, hela zimeisha, wanasema kuisha habari yake. Ghafla anatokea Mchina anakuamini, anakuambia utakuwa wakala wangu. Useme amina. Wewe unaijua kesho yako wewe? Mimi ninavyowaambiaga hapa nitakuwa tajiri, unafikiri mimi naona? Mimi natembea kwa imani kwamba kuna mzungu anaweza akatokea huko amedondosha dili fulani hapa, mimi maisha yangu yakabadilika. Kwani Mordekai alijua atapandishwa farasi wa mfalme? Wewe ni kwenda kumlilia Bwana. Tukio linatokea, unaitwa ikulu, unakabidhiwa ulaji. Jamani amina. Jamani amina. Biblia inasema anatuwazia mema, si ndio?
Tunaowaziana mabaya ni sisi kwa sisi, kwa sababu tuna roho ya wivu. Mungu hana wivu. Sasa anamiliki vyote na wewe mwenyewe ni mali yako. Sasa tukuonea wivu vya nini? Ndio pale unaambia toa fungu la 10. Mungu tu ana wivu, anataka hela zangu. Sasa ana wivu, wewe mwenyewe mali yake. Yaani sawa na mwanao akwambie baba, matokeo niliyopata mazuri, ananionea wivu. Yaani afu ada analipa baba. Kata kofi kabisa, mtoto hana adabu. Biblia inasema akatamka ikawa. Nakupa msingi, jifunze kutamka mambo positive ukihusianisha na neno la Mungu. Una hali fulani, nenda neno linasemaje? Neno limesema mimi ni mgonjwa, limesema nitakuwa na afya. Kili uzima, hata kama utalala mwezi mzima kitandani, lakini we tamka uzima na uamini. Hata nikilazwa mwezi, mwisho wa siku si nitapona? Kwani shida gani? Jamani amina. Jamani amina. Shida yetu tunaangalia leo. Hasa mbona Mungu hashuki? Mungu hata kama hajashuka leo, lakini kesho akinitoa si ndo nimetoka? Kwani nikichelewa kuoa au kuolewa, nikaja nikaolewa nikaoa, si nimeoa? Kwani Gaudens kaoa na miaka mingapi? Si ameoa tayari naye anaitwa mwenyewe? Kwani kuna shida? Shida sio kuchelewa. Shida ni hiyo ahadi imefanyaje? Imetimia. Shida haikuwa Ibrahim kuchelewa kupata mtoto. Shida ni kwamba alipata mtoto hata kama alikuwa na miaka 99. Alikufa akiwa anaitwa baba wa mtoto. Kwani kuna shida? Kuna problem? Kwani hata nikijenga nina miaka 60, kuna shida? Sasa nimepambana kwa nguvu zangu na kwa neema haijaji, nikajenga nina miaka 60, kwani kuna problem? Sasa mbona unakata tamaa mapema? Usianze kumhukumu Mungu hajafanya. Mbona bado mwaka wa 8? Mbona bado sina mtoto? Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Nampenda Yesu wa Galilaya, anafanya mambo kwa wakati wake. Nimekutana na binti mmoja ameolewa na mtoto wa dada yangu, wakati tumeenda kwenye mkutano ule wa mwezi wa 6. Yule binti akawa anatuhudumia sana. Sasa siku moja nikasikia tu ndani mchana, nikamuita anko njoo, nikamuuliza tu swali, samahani na mwe mnatusamee, kuna muda mchungaji hapa anaweza akakuita akakuuliza swali gumu sana. Muda mwingine ni roho wa Bwana, sio yeye amekusudia. Nikamuuliza una mtoto? Unaona hilo swali lilivyo gumu la haraka. Akasema hapana. Nikasema kwa nini? Mna miaka mingapi mmeona na anko wangu? Akasema huu mwaka wa 2. Nilipata tu ujauzito mara moja ukaharibia. Then nimekataa. Sasa akanificha taarifa zingine. Kumbe yule binti alishawahi kuolewa. Aliolewa miaka 2 iliyopita kwa mume mwingine, akaachika kwa sababu ya kutokuzaa. Na kwa sababu hilo tatizo liko kwa familia yao. Sasa udogo aliyemuoa na nikamuita anko, mkeo unajua ana shida hii. Sasa tunafanyaje? Sasa hata dada yake, unajua kuna vijana wanaoa akili haijakomaa. Naomba mjitahidi kuoa, sio tu kuleta mke ndani. Hakikisha hapa pamekomaa. Unajua kaanza kurusha lawama, kamlaumu mke. Nikaambia hapana, wewe hujaelewa. Hii ni vita. Kama alishawahi kushika ujauzito, hata kama asingekuwa, tunamwomba Mungu hivi mnavyotumika hivi, ngoja tumuite kwa wakati na majira afanye. Jackson yule pale tukawaita, tukawaongoza sala maombi pale, tukaomba kukemea hivi. Yaliyofurumuka huko ni siri yetu. Tumeomba, tumemaliza. Ninapoongea na wewe ana mimba ya miezi 7. Juzi mke wangu ameenda kule, anaambiwa akizaa mtoto wa kiume atamuita jina langu. Sasa mimi sijafanya. Aliyefanya ni yule Mungu aliyekuwa anamtumikia. Lakini kwa wakati wake, na pala alikuwa na mchungaji. Kwa nini nimesema hivi? Kuna neno huwa linakuja kwa wakati na majira yake kwa kila mtu.
Kwa mfano hili neno la leo tunaweza wote tutalisikia. Kuna mtu kupitia hili neno anapiga hatua. Unanielewa nachosema? Ndio umeombewa sana na kuna wakati wa Bwana. Nilikufundisha mambo ya Kairos time na Chronos. Chronos ni muda wa kibinadamu unaopimika. Huu tunaangalia ni saa 6. Leo ni Jumapili, kesho ni Jumatatu. Wagiriki wanaita Chronos time, inaopimika wakati wa kibinadamu. Saa hizi nina miaka 39 na mchumba hamna. Sawa, fresh. Kuna kitu inaitwa Kairos time, wakati timilifu wa Mungu usiopimwa na mwanadamu. Wenyewe ni timilifu, yani huo unatokea pale pale wakati wa Mungu akitaka kufanya jambo. Unanielewa nachosema? Kwa hiyo huu wakati uliwahi kuwakuta ndugu zetu. Naomba tusome kitabu cha Ezekieli sura 37. Na hapa ndo itakuwa ni mwisho wa maandiko ya leo. Ezekieli 37. Yes. Mstari wa kwanza hadi wa 14. Wenzetu walikuwa wameibiwa vitu. Wakati wao ulipofika ule mwaka wa 70 wa utumwa wao kule Babeli, Bwana aliwatokea akamtuma mtumishi wake kuhani na nabii Ezekieli, akamwonyesha kama maono kwenye bonde moja, kuashiria watu. Unajua unapopita kwenye dhiki ni kama umezikwa. We mwenyewe unaona kama kesho uioni. Unakumbuka mzee nani huyo wakati anasimulia, nilikuwa nikikaa hivi sioni natokaje hapa. Yani kuna mambo yakiharibika unajiona kama umeshakufa wakati bado mnaishi. Ndio maana Mungu alimpitisha kwenye maono kwamba kwenye bonde lina mifupa mikavu. Halafu anamwambia, hii mifupa inaweza kuishi? Akasema, wewe Bwana wajua. Hebu tamka neno. Ile nguvu nilikuwa nakwambia kutamka neno la Mungu, likitamkwa likasindikizwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, na muhusiko kaamini, yaani vinachomoka vitu, lazima vitokee. Lazima vitokee, by power by force. Aliyekuteka atake, lazima utatoka. Amen, amen. Biblia inasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Alikuwa katika maono mtumishi wa Mungu Ezekieli, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana, wewe wajua. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Kutoa unabii manake ni kutamka yale Bwana aliyokuambia au yaliyoandikwa. Amen. Achana na nabii anayekwambia leo Melissa umevaa singlet nyeupe. Sasa hilo limetoka kwa Bwana kweli singlet? Si uuni huo? Unaona, nabii wa kweli alipewa neno, ameulizwa unaweza kutabiri, na yeye mwenyewe mtumishi wa Bwana huaga hajui, kwa sababu anayefanya ni Mungu. Yeye anakubali tu kutumika kama chombo. Unaona, anaambiwa ya kusema tamka hivi. Kuna maneno hapa mimi naweza nikatamka, sio mimi nimetoka nao nyumbani, ninaongozwa na Roho wa Bwana nitamke, na ukayaamini inakuwa yanatokea. Na usije ukaniabudu mimi kwamba jamaa na upako. Sio upako, ni Mungu ndo ana upako. Jamani, amina. Jamani, amina. Anasema Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama. Mstari wa 4, akaniambia tena,
toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo nikaiambia, akaniambia, utabirie upepo mwanadamu, ukauambie upepo wa Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru Bwana, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapowafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimisha, asema Bwana. Sema haleluya. Nisikilize, mstari wa kwanza hadi wa 10 alikuwa ni yale maono anaambiwa katika ulimwengu wa roho. Tumishi wa Bwana, umelala kule au uko kwenye maombi, Bwana anakutokea, anakupa hiyo mistari, alafu anakuambia nenda kawaambie watu wangu. Kama ambavyo Bwana wakati naandaa ujumbe, kwani tulikuwa wote si Bwana alinitokea huko, mimi najua ndo alinitokeaje nikalipata ili andiko, alafu akaniambia kawaambie watu. Amen. Kozi niite mimi nabii. Amen. Mimi ni mhubiri wa Bwana. Sasa iko hivi, anasema alipitishwa kwenye bonde la uvuli wa mauti la mifupa mikavu, na anakuja kufafanua kule mbele ile katika ulimwengu wa roho. Alikuwa na tafsiri ya wana wa Israeli walipokuwa wamekamatwa mateka baada ya kumkosea Mungu, na wakawa wamepewa maonyo mengi na nabii Yeremia pamoja na nabii Ezekieli. Mwaka ule wa 560 Biblia inasema walikuwa wameonywa sana, lakini hawakusikia. Matokeo yake Bwana akawakamata, akawapeleka utumwani Babeli. Na tunaposema Babeli ni nchi ya Iraq. Unaijua kule mabomu mengi, kule mabomu haya yanapigwa sana. Ni nchi ya Iraq, ndio hilo taifa la Babeli ya zamani. Kwa walipelekwa kule, wakawa wanateswa kule. Unajua, walikamatwa wakawa watumwa, na sababu ya wao ilikuwa ni dhambi. Sasa wakiwa kule, unajua mtu akila mkongoto, mtu akiasi akapigwa mkongoto, wengi watu tunaikumbuka neema ya Bwana, si ndio? Walianza kumlilia Bwana, wakamlilia Bwana, Bwana akasikia, akaamua kuwarejesha. Ndipo akasema, nimewaona watu wangu wamepoteza nini? Tumesoma Israeli wamepoteza tumaini. Ndio ile tafsiri ya mifupa mikavu. Tafsiri ya mifupa mikavu. Unajua, mtu akipoteza tumaini juu ya mambo yake ambayo haendi sawa, huwa ni kama mtu amekufa. Huwa anajisikia ni kama muda mwingine anaona kama ardhi ingepasuka hata ikammeza.
Unaonaje mambo yako hayaendi afu unadaiwa kodi, mwenye nyumba amekuja kudai? Nyinyi bwana, nyinyi ambao mjawahi kupanga basi mtapata ushuhuda wa mambo mengine. Sio, mnanielewa ninachosema? Ada ya watoto saizi wenye shule ni wakali kweli, kwa sababu nao budget Januari zimebana. Unaanza kujitetea, unajua unakoona kukoa. Niliona mama mmoja amepeleka mtoto yani mtoto hajafuatwa na school bus, akabidi abuni uongo, apige simu kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule, tumefiwa kabisa. Unaona hapa, anajiuliza hapa niko msibani, yani tumchukueni mtoto, nitalipa tu ada. Jamaa akasema mpelekeni na mtoto kwenye msiba, akimaliza msiba bila shaka mtapata ada, mtamleta. Kwa nini? Na wao ni mwanzo wa mwaka, wanahitaji kulipa mishahara, wanahitaji kulipa umeme, wanahitaji kufanya mambo mbalimbali ili watoto wako wasome. Halafu na wewe unapeleka maneno, halafu na wewe huku ukiangalia mambo hayasomi kweli kweli, ujue. Sasa hapo ndo wewe unajiona kama huna matumaini tena. Unanielewa ninachosema? Wewe ambaye mambo yako sawa yote, hutauelewa huu ujumbe. Ila watu ambao wanajihisi kama mifupa mikavu, Bwana ameutuma ujumbe huu kwa ajili yao. Wale ambao wanapoteza tumaini, liko tumaini tena leo, mchana wa leo, katika jina la Yesu aliye hai. Anasema watu wangu wamepoteza tumaini huko ugenini, lakini nataka uwaambie, nitawatoa katika hiyo nchi ya utumwa, nitawarejesha tena kwenye taifa lao, na kila kilicho chao watakuwa nacho, ili wapate kujua mimi ni Bwana Mungu wao. Jamani, amina, amina. Jamani, amina. Tunapozungumzia habari ya urejesho, unaweza kama umekaa hapa, biashara yako imekufa, ndoa yako imekufa, familia yako imekufa, uelewi, afya yako uelewi, kila kitu kimeharibika. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, yuko Bwana wa urejesho. Yeye anayerejesha biashara yako ikarejee katika jina la Yesu aliye hai. Ndoa yako iliyoharibika, ile amani ulikuwa nayo wewe na mume wako, tunairejesha tena kwa jina la Yesu aliye hai. Unasema nimeomba sana, sasa sielewi, mambo hayaendi. Mbona hiki kinaenda kinakufa? Nimetuma sana application, hamna. Watu wamevuruga kama wasomi wa sasa hivi, wanamaliza wengi na GPA makubwa, afu ajira hakuna. Lakini nataka nikwambie, kwa Mungu hakunaga kukosa ajira. Mimi hicho ndo ninachokuhakikishia. Mungu hajawahi kukosa kitu cha kumpa mtoto wake. Bwana hajawahi kukosa. Anachokifanya ukimtegemea yeye huwa anatengeneza hata ofisi ya dharura, anampachika mwanae pale. Unasema naongea nini? Mimi ajira zangu Bwana amenitengenezea, hizo nafasi hazikuwepo. Nilichokisomea kwa sasa hivi, achana na yale degree ya kwanza, ninachokifanya sasa hizi, serikalini hatuna nafasi ya kuajiriwa kwa sababu serikali haiyatambui hayo mambo. Kwa hizo ofisi zinazofunguliwa, zilifunguliwa mpya, si ndio? Ilifunguliwa, nilienda Kenya, nikarudi, ofisi ikafunguliwa Tanzania, haikuwepo ya kusema nikafanye kazi. Kwa hiyo nasema, naongea ni Mungu anaweza akafanya njia zake ukapata ajira, hata kama umeomba wamekukataa. Bwana anafungua ofisi na wewe unakuwa mwajiriwa wa kwanza mahali pale. Si tayari umeajiriwa? Kwani shida ni nini? Kuna problem hapo jamani? Shida tunakalili njia. Uliona mwenzio ameajiriwa benki na wewe unataka muendake huko. Jamani, unaweza ukafungua hata wewe kikoba kikafunguliwa cha kanisa la FPC kwa lala. Uhashangaa wewe ndio unapewa uhasibu pale. Ulikuwa una ajira, si tayari ajira umeipata. Jamani, amina. Jamani, amina. Kwa hiyo tunaposema urejesho, tunapomwomba Bwana maombi ya kurejesha yale tuliyoibiwa, Mungu huwa ana njia zake za kuturejeshea mambo yetu. Anajua yeye ashike wapi ili maisha ya mtoto wake yakae sawa. Mambo hayaendi. Kuna vitu unaona vimeharibika,
Kuna watu unaona huduma yako uliyokuwa unafanya sio leo unachokifanya. Tunao nafasi ya kumwambia Bwana urejee kwenye nafasi yako katika ulimwengu wa roho. Kuna watu ulikuwa na uwezo wa kuona vitu ukiwa hata umepumzika, Bwana anakusemesha, Bwana anakuonyesha mambo mbalimbali. Leo hii shetani ameiba macho ya kiroho. Katika jina la Yesu tunarejesha hiyo nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho. Ulikuwa naimba watu wanabarikiwa, leo hii shetani amekuhamisha frequency, ukiimba watu wanakwazika. Katika jina la Yesu tunarejesha hiyo sauti ya Bwana ndani yako. Ulikuwa unakubalika, imefika mahali ukubaliki tena, wanakuona wa nini? Heshima yako itarudi, heshima yako itarudi. Kuna watu wanakataliwa ni kwa sababu shetani amevamia maisha yao. Unakuwa tu wa kukataliwa, wewe unashangaa, kumbe umepewa lilo la kukataliwa. Kile unachofanya hawaoni. Ukigusa biashara watu kama hawakuoni. Jamani, ulimwengu wa roho una mambo mengi nyinyi. Unashangaa kile unachogusa kinakufa. Kinakufa. Wakati sisi ahadi yetu kila tunachogusa kwa mikono yetu kinatakiwa kiongezeke na kibarikiwe. Lakini wewe inakuwa vice versa. Matokeo yake umeshafanya biashara zimefika kama 20 kidogo. Kile unachogusa na unajitia moyo, jaribu tu kila kitu jaribu. Kumbe kuna kitu kimeshaingizwa. Mikono yako watu wameichezea. Umewekewa mipaka. Kuna watu wamewekewa mipaka. Niwahi kukwambia ile siku, kuna watu wamewekewa mipaka. Unaweza ukawekewa mpaka ukiwa hivi umeruhusiwa kamwabudu Bwana, kaokoke, lakini umeambiwa usivuke ule mstari. Unakumbuka kina Musa wanaambiwa mkamtumikie Bwana lakini muishie pale mrudi. Lakini mtaenda tu nyinyi, muache hawa wazee, muache watoto wenu, muende tu nyinyi mkatoe mrudi. Hiyo mipaka tunaikata kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna mtu kiwango fulani cha mapato kikifika, unashangaa zoruba linainuka, huoni tena mwanga mbele, unaanza upya tena, unaanza sifuri. Unafikisha uwezo wa kumiliki milioni 5, unashangaa tu unafilisika, unaanza upya tena. Manako umewekewa mpaka. Unasoma, unashangaa umeokoka, watoto wanaishiaga tu form 4, alafu hujawahi kushituka. Hiyo mipaka tunaikata kwa damu ya mwana kondoo aliye hai. Rapa sheke, tutasoma mpaka tutakapochoka wenyewe. Yaani mpaka tuseme tumetosha tu kusoma. Tutafanya biashara, tutamiliki hela mpaka tuseme tumechoka wenyewe. Sio shetani kutuwekea mipaka. Katika jina la Yesu aliye hai. Hayo magonjwa ifike mahali tunaweka ukomo kwamba yatosha. Sio, unanielewa ninachosema? Mimi kuna kipindi niliumwa sana. Mungu ni mwaminifu, akanitumia mjumbe wake kutoka humu. Nilikuwa kila mwisho wa mwezi nikipokea tu mshahara naanza kusikia mafua. Si watani kwa miaka hii. Alafu nilikuwa sijashtuka kama nimeshavamiwa. Unajua watumishi wa Mungu, shetani mjinga mno. Kila nikatumiwa na mjumbe mmoja, akaniambia naomba ukate rufaa. Kata yako kalo. Yaani saa hizi nikiuma ni ile kuuma labda ilishapita miezi au mwaka. Unanielewa? Niliingia maombi ya siku 3 kulinga. Alitumwa mtu tena mshirika. Akanifaa, samahani katibu, kuna hiki na hiki nimeona, lakini Mungu ameniambia. Unajua wengine ukisimama hapa mtu anaanza kukujaji wewe. Wewe sikiliza mtu alichokileta kwanza. Kama kinakusaidia chukua, ondoka. Unanielewa ninachosema? Mimi aliniletea mtu, sio mchungaji, sio nani. Mtu alisemeshwa na Mungu. Nikaomba siku 3 na maelekezo alinipa. Nikajifungia nikaomba. Kuanzia hapo, hiyo ya mwisho wa mwezi ilishakufa, iliishia pale. Kwa hiyo kuna vitu vinaweza vikaa vinakukuta. Kila ukishika hela nyingi, unashangaa si nani kafa, shangazi kafa, si anaumwa. Hela unaanza kugawa. Unaweza yasikukute wewe, yanakuwakuta watu wako wa karibu. Tunahitaji kufanya urejesho hata kwa afya ya ndugu zetu ili tuwe salama katika jina la Yesu aliye hai. Hakuna ambacho, unajua shetani ana milango mingi mno za kutusumbua.
anaweza akakushindwa wewe, akapitia watu wako wa karibu. Ndio unashangaa simu za matatizo kila siku. Si huyu kafanyenye, huyu kajikwa, huyu kapotea, si kapotea nyumba yake, kaibukia kwa jirani. Sasa amekamatwa, yuko polisi, tulipe fine. Hela hizo ujue zinaenda. Unashangaa unakuwa maskini, sio kwa sababu umefanya umalaya au umekunywa pombe au umeumwa. Ulikuwa unasaidia ndugu zako. Kumbe unahitaji kufunika kila anayekuhusu. Tunafanya urejesho kama Musa alivyosema, tutakwenda na watoto wetu na wazee wetu na ng'ombe zetu na mbuzi na kila tunachomiliki, tunakwenda nacho Kanaani. Hakuna cha kubakisha, jamani, amina. Yaani tukienda tunaenda mazima kumtumikia Bwana huko. Mazima. Tunaenda na afya zetu, tunaenda na ndoa zetu, tunaenda na uchumi wetu, tunaenda na elimu zetu. Hakuna cha kutukwamisha. Kila anayesimama kinyume chetu anaanguka. Bwana anamvunja katika jina la Yesu aliye hai. Hata kuweko wa kukuzuia. Unanielewa ninachosema? Hata kuweko wa kukuzuia ukiwa na Bwana. Kila atakayesimama kuzuia riziki yako, Bwana namkatilie mbali, upite mtoto wa Mungu kapenye. Katika jina la Yesu aliye hai. Huo ndio urithi wetu. Unafikiri ile mara 100 duniani tutailaje kama hawajakemewa hao wapuzi wanaotuzuia? Tutalia tunabaki, Mungu, mbona ile mara 100 hatuioni? Kitimoto unasikia harufu kwa jirani. Si hela huna, ulishapigwa. Lakini hivyo tutavipata kama tumekaa vizuri. Bwana ameturejesha kwenye nafasi zetu. Bwana amerejesha huduma zetu. Bwana amerejesha ndoa zetu. Bwana amerejesha uchumi wetu. Hayo yote tutakula na kunywa na tutafurahia wokovu wake. Na sote tutasema Yesu ni Bwana. Hata ukiambiwa haleluya, unaitika amina ya ujasiri, maana unajua kila kitu kimekaa. Unanielewa ninachosema? Kuna muda tunasema Bwana asifiwe, watu wanashindwa kuitika amina kwa sababu wamepoteza matumaini. Mtu amekaa hapa, yani anaangalia, yani mhubiri angejua angemaliza tu nikimbie tena Buguruni hata nibebe nyanya 5. Nisikilize. Sikiliza neno moja tu. Neno moja la maelekezo litakusaidia. Petro usiku mzima kwa akili zake hakufanikiwa, lakini kwa neno la Bwana Yesu mara moja tu alipata samaki mpaka nyavu zikakatika. Unaweza ukapokea hili neno leo, ukaomba ukashangaa, kuanzia kesho milango ikafunguka, simu zikaanza kupigwa, watu wa kukusaidia kwenda kwenye hatima yako. Yesu walete katika jina la Yesu. Wale wote wameshikilia furushi la baraka zako, tunawaita kwa jina la Yesu aliye hai. Unashangaa mambo yalikuwa hayaendi. Unafika leo unakula busu takatifu, wakati ulikuwa unapigwa makofi. Unatoka hapa, ndoa yako ina amani tayari. Bwana ameshafanya reconciliation, ameshafanya urejesho wa amani. Wewe zidi na mwenza wako. Unatoka tu hapo unapigiwa simu. Hivi uliwahi kutuma application? Tunaomba uje interview kesho kutwa. Wewe uelewi. Wewe uelewi ninachosema. Mimi nilipigiwa kwenda interview, nilishasahau hata nilitumaga CV lini. Unanielewa ninachosema? Unaelewa ninachosema? Kazi yangu ya kwanza nilipigiwa simu, mimi hata sijuagi nilituma lini. Kuna muda Mungu anaamua kukubariki, anatafuta watu na anawatuma. Elia akiwa kule nyikani amekata tamaa, amemkimbia Yezebeli na Ahabu, alitumwa kunguru aliye mlafi. Watatumwa hata watu wale hata kama ni mchawi, Bwana atamtuma akuletee fursa zako. Yeye mwenye wa kukabidhi mambo yako. Unasema ni tunaye Mungu mbabe, anaamuru kunguru aibebe nyama mdomoni kwake na asiweze kuila mpaka ifike kwa mtumishi wake. Unasema nini? Bwana naamuru baraka zako katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama hiyo ofisi wameshikilia watesi wako, kama iko nafasi yako, Bwana nakupachike mahali hapo katika jina la Yesu aliye hai.
akili zake tofauti na za kwetu, huwa hafanyi unavyofikiria. Akili yako inakutuma angenipeleka pale BOT nikakaa pale ndio akili yako inakutuma. Unaweza ukashangaa unapigiwa huko, kuna kikoba kamerasimishwa kule FPST, wewe ndio utakuwa mkurugenzi wa uendeshaji, mshahara milioni 2. Hiyo ni simu moja imepigwa kwa mchungaji kiongozi, haihitaji application. Unanielewa nachosema? Unaelewa nachosema? Endelea kufanya unachofanya kwa uaminifu. Baraka zako ziko kwenye hicho unachokifanya. Ilo kifanye kwa mwendelezo na kwa uaminifu. Nilikuwa naongea na baba mmoja jana, tulikutana msibani. Nikamwambia unapoendelea kuishi, hata kama ni mfanyakazi, mfanyabiashara, ni mjasiriamali, kipato chako kile cha mwaka jana, upande wa uchumi naongea naye, hata kama unapata milioni 5 kila mwezi, naomba ujichallenge useme hivi, kweli ndo mimi naishia tu hapa? Sema kwani siwezi kupata milioni 7? Ukisha jichallenge, unamwamini Bwana, unaanza kuomba. Ukianza kuomba, wakati Mungu anakupa wazo la namna ya kufanya, na baadaye anatuma watu, anakupa connection ya wafanyabiashara wakubwa. Unashangaa kwa sababu ya uaminifu, anakuunganisha nao, wanakupa mtaji. Kesho na kesho kutu unamiliki semi-trailer. Mashai, Mama Melissa huyu anasema katakuwa kameingia kwenye kile chama. Kumbe Bwana alikukutanisha na watu waliotoboa, halafu akawaambia mpeni hizo hela huyu mama afanye biashara na yeye. Unashangaa tu wana amani na wewe. Jamani, amina amina. Jamani, amina amina. Ndivyo Mungu anawafanikisha watu wake, na ndivyo kazi ya urejesho. Huduma yako ilikuwa uitu, sasa mbona si tunaimba hawatuoni watu? Tukiposti mtandaoni kanisa, comment zinaishia 2 au 1 ya kwako mwenyewe. Bwana akirejesha huduma yako, utahubiri tu, unafundisha au utaimba kawimbo tu ka dakika 2, unashangaa watu wameingia rohoni, watu wamebarikiwa, maana Bwana amekurejesha kwenye viwango vya kimbingu, kwenye viwango vyako unapotakiwa kuweko. Jamani, amina amina. Simama kwa miguu yako, usikate tamaa. Rima Masaya Rakashike. Praise, naomba mje. Simama kwa miguu yako, na kama kuna jambo unahitaji Bwana afanye urejesho, wakati tunamwabudu Mungu, wewe njoo, tatizo lolote, iwe ni magonjwa, iwe suya, unahitaji mtoto, unahitaji mume, unahitaji mke, sio unahitaji kazi, si biashara zinafanyaje, zinaleta maluelue, wewe sogea mbele za Bwana Mungu wako. Yeye Bwana wa urejesho akurejeshe haki zako. Unanielewa nachosema? Milima ya yeyuka, mama nashwimba kama nta, nani kama Mungu wetu. Hayatakuwa kama yalivyokuwa ulivyozoea. Bwana atakutokea tu, na kisha kutokea rapa sheke, kisikia kupiga magoti, wepiga, jikabidhi mbele za Bwana, useme mimi si chochote. Umekuwa mateka kiuchumi, yatosha. Umekuwa mateka kwenye ndoa yako, yatosha. Umekuwa mateka kwenye elimu yako, yatosha. Umekuwa mateka kwenye afya yako, yatosha. Rama shaka, huduma yako imerudishwa nyuma, imetosha. Rama Masaya.
Masaya. Hiyo mizimu ikuache kwa jina la Yesu. Hiyo mipaka wamekuwekea. Rapa shaka. Hiyo mipaka Bwana ikate kwa jina la Yesu. Aliyoachia kwenye nyumba yako Bwana ikomeshe. Hiyo misiba iliyoandama nyumba yako haitakuweko tena. Hicho kilio licholia yatosha. Huo msiba inatosha. Huo ugonjwa umekutesa yatosha. Shaka. Inua mikono yako tunapoimba hiyo chorus. Inua mikono yako, ishara ya kusalenda kwa Bwana. Rapa sheke. Unafanya mambo ya ajabu. Unafanya mambo Yesu. Unafanya mambo. Yes. Yesu. Basi. Wewe ni mfalme. Inatosha. Tulia tu mbele za Bwana. Na kama upo hapa na wewe ni mwimbaji unatamani Bwana kuhudumia, unaweza tukajipanga hapo tuombe. Tunamwendea Baba yetu anayetupenda. Sote kuna wakati tunapitia mambo mengi. Kila mmoja na jambo lake mbele za Bwana. Mwingine amezulumiwa haki zake tu. Yes. Tuna kila sababu ya kurejesha. Yesu. Niombe utanifuata kwa maombi haya. Kabla sijawaalika watumishi wote tuombe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Ninakushukuru. Ninakushukuru kwa upendo wako. Kwa upendo wako. Hata umesema nami. Hata umesema nami. Kwa habari ya urejesho. Kwa habari ya urejesho. Wa mambo yangu. Wa mambo yangu. Niliyopoteza. Na ukanifundisha. Na ukanifundisha. Ya kwamba. Inaweza ikawa ni dhambi. Inaweza ikawa au maonezi ya shetani. Ndiyo yaliyosababisha niibiwe. Kama nimekosea, naomba unisamehe Bwana. Unitakase kwa damu yako. Ili nipate haki yangu. Ya kumiliki vile ambavyo ni haki yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana ninakuja kwako. Ninaomba uishe uchumi wangu. Uisha ndoa yangu. Uisha watoto wangu. Uisha mke wangu. Uisha mke wangu. Uisha mme wangu. Uisha familia yangu. Uisha na huduma yangu. Uisha afya yangu. Katika jina la Yesu. Kila kilichoibiwa ninatamka kukirejesha. Katika jina la Yesu. Katika
jina la Yesu. Na kama adui hayupo amesimama, leo ninamkataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia kila kilicho changu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na ile mipaka umeniwekea ninaikata leo. Iwe ni mipaka ya kiukoo, mipaka ya kifamilia, mipaka ya masomo, mipaka ya kiuchumi, mipaka ya ndoa, leo ninaikata katika jina la Yesu. Sitazuiliwa na mipaka tena, bali mimi ninatembea na nitafanikiwa kwa kiwango ambacho Bwana ambacho umenipangia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Umenirejeshea hata ile amani ya moyo iliyopotea katika jina la Yesu. Umenirejeshea lile tumaini tena lililopotea katika jina la Yesu. Umenirejeshea uchumi ulioibiwa, ndoa iliyoibiwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho ya kuachika ninaikataa kwa jina la Yesu. Ninaikataa kwa jina la Yesu. Roho ya kufilisika ninaikataa. Roho ya kukataliwa ninaikataa. Roho ya kushindwa ninaikataa. Roho ya kuahirisha mambo ninaikataa. Nitaanza jambo na nitalimaliza. Roho ya kuishia njia na kugairi kufanya mambo, iwe ni huduma, iwe ni ndoa, iwe ni uchumi, iwe ni ajira, ninakataa kwa jina la Yesu. Bali nitaanza jambo na mpaka nitalimaliza katika jina la Yesu. Baba, ninaomba niinulie watu watakaonisaidia kutimiza mipango yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kama wako watu wameshika faili la mambo yangu, ninawanyang'anya leo katika jina la Yesu. Faili la mema yangu leo nalikamata kwa jina la Yesu aliye hai. Ametulia. Rama mashiki. Naomba tuombe kwa ajili ya watumishi. Inua mikono yako, tulia. Katika jina la Yesu, wewe ni Mungu. Yesu. Baba, watu hawa ni kazi za mikono yako. Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunawaleta kwako. Mimi ni mtumishi wako, tumenipa nafasi kusema kama ambavyo ulimtuma Ezekieli aseme. Nami leo ninatabiri maisha yao yatakuwa hivi. Heshima yao inarudi, uchumi wako unarudi, ndoa yake inarudi kwenye sehemu yake, huduma yake inarudi. Baba, unawajua ni nini unapoweka mikono juu yao. Naomba achilia nguvu ya urejesho. Yale yaliyoibiwa tunayarejesha
Sambaratisha kila vifungo jina la Yesu. Biashara zako zitaenda tena katika jina la Yesu. Roho ya kiburi, roho za magonjwa, roho za uharibifu, roho za kupoteza hazitakuweko tena katika jina la Yesu. Fungue. Nazungumza achia. Mwisho wa mateso kwa damu yako ile mwaka msalabani. Mwisho wa mateso. Mwisho wa mateso. Mwisho wa mateso. Mwisho wa mateso. Kwa mwisho wa kuhangaishwa na mapepo na majini. Ngoka. Hati ya wanaorejeshewa. Mwachilie. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kufunguliwa. Fungue Yesu. Kila adui aliyosimama. Mfungue Yesu. Kila laana iliyosimama. Mfungue Yesu. Ndio. Sisi tunafungue Yesu, lakini kibali kinatoka kwako. Fungue Yesu. Zao zinafikia. Ila umetuonyesha ninazifuta katika ulimwengu wa roho. Ninazifuta katika ulimwengu wa roho. Ninazifuta katika ulimwengu wa roho. Kutoka mahali alipo. Kutoka katika vizazi vyao. Ninatamka ushindi kwa damu ya mwana kondoo. Ushindi kwa damu ya Yesu Kristo. Ushindi kwa damu ya Yesu Kristo za hai. Ikanene mema juu ya mama huyo. Ikanene mema. Ikamrejeshe. Ikamrejeshe kila haja ya moyo wake iliyochukuliwa na maadui. Laana zilizotamkwa, nguvu za giza zilizosimama, mizimu iliyosimama, ninaiteketeza, ninaifyatua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninaahirisha kila mauti iliyotamkwa. Ninaahirisha mizimu iliyosimama
kwa jina la Yesu Kristo. Ninawakamata katika ulimwengu wa roho, ninaachilia ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Toka achelewe mzima, toka achelewe mzima, toka achelewe mzima, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ninatamka mzimu, ninatamka mzimu, hauna mamlaka tena, hauna mamlaka tena. Natamka kwa mamlaka jina la Yesu. Ninachokitamka ni hakika na amina, in the name of Jesus. Toka na mzima, naomba hao watu wapelekwe. Toka na mzima kwa jina la Yesu. Basi kuna kabla sijaendelea na mengine, ni washukuru wote kwa kulisikia neno la Bwana, na Mungu awabariki sana, na Mungu awabariki. Hilo ndilo neno la Bwana. Tarehe 15 mwezi wa pili tutakuwa na kikao cha tawi.